serikali yake. Na ujumbe huu ni kwa ajili ya Tanzania na serikali yake. Hivyo natamani mjue kwamba serikali, kuna ujumbe mzito ambao nimepewa na Mungu. Natamani ni ushushe, nisikae na mzigo ndani yangu. Biblia inasema kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Na natamani ni uzungumze ukweli ambao nimetumwa nije ni uzungumze kwenu. Tanzania, nahitaji kwanza ni kusafishie njia ya uelewa ili unielewe vizuri. Kuna nchi ambazo zinateseka sana, zinalilia mambo ambayo yapo Tanzania. Kuna nchi ambazo zinaishi lakini kilio chao hizo nchi ni mambo ambayo yapo Tanzania. Kongo inalilia amani, wanamlilia Mungu awape amani, lakini amani iko Tanzania. Wanalilia nchi zingine njaa, wanalia njaa, wanahitaji chakula. Mungu ashushe neema ya chakula, lakini vyakula vipo Tanzania vinasaza. Hiyo ni neema kubwa sana viongozi. Lazima muelewe kwamba iko neema bado inaishi katika nchi ya Tanzania. Hivyo hii neema msichezee. Serikali kama serikali, msipoingilia masuala ya kiroho, hili taifa, neema hii hapa ya amani inaenda kupotea. Nawaambia neema ya amani inaenda kupotea. Kwa sababu gani? Huu ni ujumbe ambao nataka nikuletee, kwa sababu uko ujumbe ambao maalum ambao unakuja, lakini najaribu kukusafishia njia ili uelewe zaidi. Na utoa ujumbe kama ifuatavyo. Serikali lazima muangalie masuala ya kiroho, kwa sababu kuna wakati amani inaweza kaondoka hapa Tanzania kwa sababu ya mambo ambayo yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu ziko nchi ambazo tayari amani hawana. Ziko nchi ambazo tayari hawana amani, hawana hii neema ya amani. Sasa kama nyie Tanzania mmepewa neema ya amani, lazima muitendee kazi. Samia, mawaziri, wabunge, madiwani na wakuu wa wilaya, mnisikilize sana. Jaribuni kutengeneza sheria zitakazozuia mlipuko wa manabii wa uongo, mlipuko wa kukufuru, mlipuko unaofanya Mungu kuonekana ni kituko kanisani. Mungu ameonekana ni kituko kanisani, na hii inaleta hasira mbele za Mungu. Hasira itaenda kuvuruga amani ya Tanzania, itaenda kuvuruga amani ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Hasira ya Mungu